Ninakukaribisha katika mfululizo wa masomo ya Kesha la Asubuhi, hii ikiwa ni Aprili 30 ya mwaka wa 2025. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, Baba yetu na Mungu wetu ketie mahali pasiri juu mbinguni. Jina lako takatifu litukuzwe. Ninakushukuru kwa ajili ya miisho ya mwezi huu wa Aprili. Ninakushukuru kwa namna ambavyo umetembea pamoja nasi kwa mwezi mzima. Asante kwa sababu umetufundisha. Asante kwa sababu umetuongoza. Nasi tumekuja tena asubuhi ya leo. Tunaomba baraka zako zidumu kutembea pamoja nasi kila wakati. Enda nasi tunapojifunza somo hili, sasa na hata milele, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mada ya leo inasema matokeo yatokanayo na kula mkate wa uzima. Mada hii imejengeka katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Paulo kwa Korintho sura ile ya 13 aya 13. Neno la Mungu linasema, basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo, haya matatu, na katika hayo lililo kuu ni upendo. Tuna wingi wa mahubiri. Kinachohitajika zaidi ni upendo kwa roho zinazopotea. Upendo ule unaokuja kwa mtiririko tele kutoka kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Ukristo wa kweli unaeneza upendo kupitia kwa nafsi kamili. Unagusa kila sehemu muhimu: ubongo, moyo, mikono itoayo msaada, miguu, ukiwawezesha wanadamu kusimama imara pale ambapo Mungu anataka wasimame, ili wasitengeneze mapito yaliyopotoka kwa miguu yao. Viwete wasije wakapotoshwa njiani. Upendo unaowaka na kuteketeza wa Kristo kwa roho zinazoangamia ni uzima wa mfumo mzima wa Ukristo. Je, tafsiri ya Biblia inasemaje juu ya Mungu? Mungu ni upendo. Kwa kumtoa Yesu kwa dunia yetu, Mungu alionyesha upendo wake kwa wanadamu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ndiyo, uzima wa milele. Huu ni upendo ambao ni utimilifu wa sheria. Ni yule tu ambaye moyo wake umejawa na huruma kwa mwanadamu aliyeanguka, ambaye anapenda kwa kusudi, akionyesha upendo wake kwa utendaji wa matendo kama ya Kristo. Ndiye atakayeweza kustahimili kuonekana kwake yeye asiyeonekana. Ni yeye tu anayewapenda wanadamu wenzake kwa makusudi ndiye anayeweza kumjua Mungu. Yeye asiyewapenda wale ambao Baba amewafanyia mengi hamjui Mungu. Hii ndiyo sababu kuna uhai mdogo sana wa kweli katika makanisa yetu. Teolojia haina thamani isipokuwa imejaa upendo wa Kristo. Mungu ni mkuu. Upendo wake katika moyo wa mwanadamu utaongoza kwa kufanya kazi ambayo itazaa matunda yanayofanana na tabia ya Mungu. Upendo huvumilia, hufadhili. Upendo hauhusudu. Upendo hautakabali, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli, majani yaliyobarikiwa ya mti wa uzima. Basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo, haya matatu, na katika hayo lililo kuu ni upendo. Nafsi yangu umhimidi Bwana. Naam, vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Kwa sababu kitabu chetu cha mwongozo kiko wazi kabisa na thabiti. Wengine wanaweza wasifuate ule wazi imeandikwa ambao Kristo aliutumia kwenye kila tukio ili kukabiliana na adui aliyeanguka. Lakini hebu na tufuate mfano wa Mwokozi. Kadiri tunavyochelewa kutoa maoni yetu ya kibinadamu, ndivyo mazungumzo yetu yatakavyokuwa safi na yenye neema zaidi.
Bwana hutoa wito kwa ajili ya maneno matakatifu, kwa sababu ni harufu ya uzima iletayo uzima. Leta 156 mwaka 1900. Huu ni mwisho wa masomo ya mwezi Aprili mwaka 2025. Kwa neema ya Bwana, Mei 2025 tutajifunza mada kuu isemayo mwinue Yesu juu kama Mungu mtoa sheria. Na kwa nukta hiyo, mpendwa wa mfuatiliaji, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.